Mfalme, ninakutukuza, ninakuinua, mwenye nguvu, mwenye mamlaka ni wewe Kristo. Umeinuliwa Baba yetu, umeinuliwa mwenye nguvu, umeinuliwa mwenye uweza. Ninyenyekea chini ya miguu yako wakati huu Jehova, nikiomba mwana wa Mungu ukaweze take over the stage as from now. Ninakualika Emmanueli, ukubali kunena nasi. Naomba mafuta mapya kutoka kwako, nijaze mafuta mapya. Naomba ufunuo mpya kutoka kwa Kristo. Ninaomba watu wako wanapoketi kusikiza maandiko na wale watasikiza after this, utufungue masikio yetu mwana wa Mungu ya kiroho hata ya nje, ili tukaweze kusikia, tukaweze kuelewa na tukaweze kukaa na kutenda kulingana na neno lako Yesu. Ninaomba mwana wa Mungu kanipe ufunuo, kanipe hekima, tena knowledge yenye umenipe Yesu ikawe kubwa. Ninaomba mwana wa Mungu katusaidie sisi sote pamoja nami kuelewa neno lako na kujua kusudi la siku ya leo. Kwa hivyo ninakuomba Emmanueli uwe pamoja nasi. Ninakualika utunenee, Roho Mtakatifu tunenee, mwalimu mkuu tunenee. Naomba presence ya Jehova iwe pamoja nasi pia. Naomba jeshi la mbinguni pia liwe pamoja nasi. Tunajifunika na damu ya Kristo Yesu. Naomba ukaweke maneno kwa kinywa changu, kwa my spirit and my soul, ili nikaweze kunena tu kulingana na mapenzi yako Kristo. Ninajiachilia kwa wakati ukaweze kunitumia ili nikuwakilishe kwa kile nitakayo nena siku ya leo. Nasi tukiketi kusikia mwana wa Mungu, tusaidie kuseto, tusaidie kuelewa, tusaidie kutenda, kisha tukombolewe na neno lako, kisha tuonyeshwe njia na neno lako Mfalme. Ninakualika Yesu mwana wa Mungu, utawale na njia ya kipekee. Na ni katika jina la Yesu Kristo kila mmoja wetu aseme amen. Mara tena tuseme amen tukiketi. Sisi nasikia amen ya mama Jimmy peke yake. Tuseme amen. Amen. Ninawahubiria nikiwa nimeokoka. Kristo amelinda moyo wangu. Niko na furaha nikinena neno lenye tumekuwa nayo kwa muda mrefu. Tumebakisha miezi miwili tumalize mwaka na tunaendelea nayo, lakini huko katikati kuna mixture kidogo. Pia tunaongea juu ya believing God upon great things. Ya leo tutaona maandiko yenye wengi wetu wanainjua, lakini usipuuze, usiende off, kwa sababu utaona kumbe ni ile si kenye unafikiri. Ni Matthew 13:24-30. Alafu tutaruka twende still the same chapter 13, that not chapter, the same book 13:36-43, then Matthew 15:13. Hiyo ninaenjoy na kichwa, tutaisoma tu na ninajua Kristo atatutendea mema. Ninawakaribisha katika jina la Yesu Kristo. Kila mmoja wetu asikie akiwa huru katika nyumba la Baba. Nina assume kwamba all of us ni kama tunajua believe ni nini, na ikiwa labda kuna wachache wamesahau ama hawakuweko ama ni wageni leo, believe is all about mental acceptance. Mental acceptance. Hata nikisema sasa na Kiingereza nafikiri karibu mmoja wetu anainjua. Undusi wa gutuma message ya metikire ati nituweka maundu manene tuetikia Ngai. Na basi ni kwa nini kila mara tunakaa tukirudi pale? Ni kwa sababu Hosea ndiye alituongoza kutuambia watu wa Mungu wanapotea kwa kukosa maarifa. Uelewe, tumekuwa na vitabu 3, wisdom, kitabu ya wisdom, ya maarifa na hiyo ya kuelewa. So sana tunaingia na mambo ya knowledge, tumejua, lakini in between ya kupokea ama kugather knowledge, kupia kuna word of wisdom, tukielekezwa na kenye Mungu ametunenea. Tena Roho Mtakatifu wa Mungu ndiye anatusaidia kuelewa mambo na atakuelewa neno la Mungu. Before niende kusoma ama nilete the solution, kindly allow me ninene leo. Niko na mambo yenye Mungu amenenea mengi zaidi. Inaweza ikawa labda haitaleleti na hii, lakini nasikia ikiwe ya muhimu niilete hapa. Kisha tutaenda kwa the solution, that is the word of God. Pia kwa the word of God kuna yale Mungu amenenea, so utatega masikio usikie kenye Mungu alinifunulia. Kulikuwa siku ya Monday mchana na nilikuwa nimelala, nasema mchana
siku ya Monday, na ninaomba Mama Jimmy aambie hawa watoto ni wakubwa sana kusunguka kule nje. Watoto watulie na waketi. Hawa ni wakubwa. Siku ya Monday nilikuwa nimelala mchana, nasema mchana, nikaota, sijui nikuota ama nikuona, all the same, mbora iwe. Na nilisikia baba huyu, baba Muthoni akiitanja mpaka nikastuka. Amekatakata kile nimeona, ni venye kuenda deep, lakini aligusa tu. Maana I was very alert wakati nilimuona akiwa amefaa kama mtu fulani, so nikajua hapa si yeye leo. Niliota ndoto, nikaona mtu ambaye ako katikati yetu, sitamtaja, nilimalizana na yeye na anajielewa. Katikati yetu niliona watu 1 2 3. Huyo mwingine alikuwa mbali, though ni mtoto wa mwenye hako hapa, alikuwa mbali. So nikamuona huyo ni mzee kijana, that is, alikuwa mbali na anajuana na huyu mwenye niliona. So nikasikia akimuita akiwa mbali, akimwambia kwenye ataenda. Though huyu mwenye alikuwa anapewa instruction, tulikuwa tunaendanisha na yeye. Na nilikuwa ninamuona akiwa wa secondary hivi. Maana alikuwa mdogo na ninamjua. So tukiwa tumeendanisha na yeye hivi, nikasikia huyo kijana mzee akimuita na anampa instructions. Then all of a sudden na tuko pamoja, na alikuwa na kamzigo kandogo very slim. Nikaona ameenda ifati kwa njia ilikuwa inaenda hivi. Kuangalia nyuma nikaona simuone. Niliangalia nyuma nikaona simuone. So nikaanza kumtafuta. Mahali nilimkuta, na ili took time, nilikuta nikusorwa hapa nikutengenezwa tattoo. Inaitwa kusorwa hapa nikutengenezwa, sasa mimi sijui. Kusorwa, thank you very much. Wewe ndiye mwalimu, sawa. Mimi ni wa kuhubiri. Akisorwa nini? Tattoo kwa kifua. Sasa ninamuona, ninamwangalia, na nilikuta akiwa amemaliza. Although alikuwa naambiwa, kuna vitu alikuwa naambiwa aende afanye, nasema tattoo. Sisi tunajua tattoo, si ndio? Baba Muthoni alipitia venye kuingia deep. Na nikashindwa, mbona? Na nikasema nitaisema, maana niliambiwa ni ujumbe wa kuambia kila mtu. Sasa nikasikia kuna Kenya alikuwa naambiwa na huyo kijana mzee. Although wakati ule alikuwa kijana. Akaambiwa na akadivert, hakutaka nijue. Ukiona kitu kenye mtu anafanya, mwenye ananijua mimi na anajificha, si ni dhambi? Nasema nirudie tena. Ikiwa wewe unanijua, tunajuana na wewe, then all of a sudden kuna venye unajificha ukifanya kitu, si ni kumaanisha hiyo kitu ni dhambi. So mimi nilimtafuta na nikakuta akimaliziwa. Although nilikuwa naona damu. Alafu nitaelezea hii meaning yake, maana niliambiwa. Pia kwa ndoto niliambiwa madhara yake, ubaya wake. Nikaona a certain lady pia kwa hapa. Huyu naye nilimuona akiwa na mtoto kasichana. Na akakuwa kamemaliza 1 year. Nako kalikuwa kametopolewa nini? Hubu nina Kiswahili kwa sawa. Topolewa masikio. Unasikia kenye nasema? Kutopolewa nini? Masikio. Wewe usiseme ati nimeleta doctrine mbaya. Mimi nasema kenye niliambi. Yes, na wakushika, wakuelewa, wakusaidika, ataisonga na pamoja na mimi. Nikaambiwa nilete hii message kwa wale ambaye wote, na hii ni public, iende sitaki ifichwe, maana niliambiwa niseme kwa kila mtu mwenye ataona the video ama atasikiza. Yeyote ule amechorwa tattoo, yeyote, nasema nitaenda kwa wasichana ama the mamas. Yeyote ule amechorwa tattoo na kuna damu, of course ukichora kuna damu itamwagika. Damu yoyote ile between you and wakuchora ama wakupeana instructions, kuna kuwa na covenant, agano. Kikuyu? Agano, covenant ni na Kikuyu? Kirekaniro, good.
andu makorogo wanashiriki pamoja na covenant. Damu yoyote ile, hata ile ya Yesu ilimwagika msalabani, tunasema ni damu ya agano, ni damu, ni thakame ya kirekane. Yes. So mimi nikaona, nikasikia yeyote uli akona hizo tatu nimeti onakoro enako moja, ni kwamba ikiwa ni mwanaume, although wasichana wa siku hizi hata wao wanachorwa, lakini mimi niliona mwanaume kwamba atapendwa sana na the ladies ere tu, na atumia hata itafika wakati wake wa kuoa, lakini hata waiweka mwanamke, hata kuwa na marriage na njia nyingine. Hiyo ni madhara yake mbaya. Tena kwa huyu mmoja niliona, na maana niliambiwa inakuwa hivyo, although kuna zingine siko na meaning zake, nasema ya huyo, nikaambiwa ya kwamba ati kwamba hivyo tu damu ilienda, ndivyo ilipepa nyota ya. Nikauliza nyota gani? Ya utajiri. Nikasiona kwanza, nilikuwa naonyeshwa kuna nyota gani ya utajiri, alafu kuna rank alikuwa awe katika ulimwengu wa kiroho, hata huku ikachukuliwa nyota ya utajiri ikaenda. Tena kuna kile anapewa huyu mwenye mko na agano na yeye, mwenye anafanya hiyo kazi ndiye anapepa, na wewe mwenye uko nayo unaachwa mbi. Yes, hope ni mereta home vizuri. Hiyo ikaisha hivyo. Although ni detailed, si ati hivyo mahali nimemalizia. Tukaenda kwa the ladies ere tu atumia alema toragwa weva nao alema toragwa mato manioro. Hizi zinakuanga na meaning zake sote, lakini wacha niende tu kwa kupomolewa yote ile, either ni wapi ama wapi, although kila area iko na meaning yake. Nikaambiwa hivi, maana ninaona tukizaa tu tusichana tudhiaga mbio mbio, kuwapeleka wapi? Mbio nitakisikoma ni kama kitu yenye inasambazwa, mimi hata sijui kwenye inatoka na sijui kwani nilisaliwa wapi mimi juu sikuwa nayo. Sasa nikaona huyo mmoja, sasa nilionyeshwa mmoja ili niweze kuleta the message. Naye nikaona pia kuna damu ilimwagika. Of course everywhere kwenye kuna kashimo kuna kuwa na naye akona maagano yake. Huyo naye kwa ndoa inakuanga ni shinda. Kwake kwa ndoa kujisikia kitu pia ni shinda, kundumisha kitu pia ni shinda. So tukiwa katika hiyo area, najua Jehova atatufunulia mengi, na tutakuwa, ningependa wale ambao wako na hizi taji waendelee na kusearch huko, waone ni nini kimeelezewa huko na wengine. Basi nikaambiwa hivi, tukaanza kujiulizana, na nilikuwa hapa kanisani na nikawa ninaona mmoja mwenye ako upande huu ati akasikia akatuambia basi, nikaona ameinua mkono wake juu alede, basi nimesikia the solution. Ati ndivyo nilisikia akisema hivyo, nilisikia the solution. Nikaona na niliona akiwa na nguo yenye alikuwa amevaa sadi, nikamwona amekunja kwa haraka, lakini alikaa kwa kiti akaomba, akalipent, akajiombea yeye, akaombea watoto, akaomba akalipent. Kulipent ni kubera, that is. Tena anaomba maombi gani? Ya break the covenant. Any covenant. Nasema any covenant. Before nifike pale mwisho nimekumbushwa kitu kingine. Unaona hii ingine, na tafadhali usinipige. Mimi napeana message, na hii ni kuongezea. Nilipata ufunuo hii ya kutahiri. Nasema sisemi asimutitahiri, ndilo igamutikabie kugimara kwa ni kumugaga. Si mbaya. Lakini mtu uone ati wale wote wanaenda, majority of them ni makoroga na mundu metaga ngondi doe. Thank you. Ngondi what? Tuanze na jina Ngondi. Mimi huwa ninarealize ya kwamba whoever anakupeleka mara nyingi sana una inherit kitu yake Kenya ako nacho. Nasema mara nyingi. Tena nikaona ya kwamba hata huko kuna kumwaga wa damu, na sisemi ya kwamba tafadhali wanaume wasinipige, maana hiyo ni tradition, si mbaya, lakini kwa Kenya yetu kunao wafanye hivyo. Ni ya kwamba kuna pia damu ikimwagika kuna kuwa na covenant.
between you and the place where ulienda, between you and the doctor, kuna kuwa na nini? Covenant. Hata na wao wanastahili kujitakasa na kudisconnect themselves. Tumeenda kwa the ladies pia. Wakati wangu mimi si wakati huu, hakukuwa nafikiri hakuna kitu kama hiyo. Pia wasichana wa mama walikuwa naenda kufanywa nini? The same, kutairiwa. Sasa wakati wetu niliweza kuona, mimi nilikuwa nimeokoka na kule nilikuwa I thank God kwa Fungu Gospel. Tulikuwa tunafunzwa na kuambiwa ni mbaya, wasichana wastahili kuenda kutahiriwa. So mimi nilikuwa nakaa naonanga wewe, ninakumbuka venye nilikuwa ninakaa huku mbele na sikisa yote ya mhubiri na inaimeza. Tukafunzwa madhara yake, mbaya wake, though hawakuwa wanajua mambo ya deliverance kama wakati wetu. Lakini tulikuwa tunaambiwa ni dhambi, ni mbaya. Though mimi nikisoma biology nilijua ni nini. Sasa mimi nikiwa pale nikakumbuka kwamba mimi hata nilikumbushwa, nikaona na huko kwetu kwenye watu walikuwa naenda, wale kulikuwa na mandizi na vitu zenye zilikuwa zinatumia twaka tususu tutwe dawe rosio twali na geko muno twanywa gambaki mutekamene tususu. Mimi nasema na kwetu nilituona na nikaona wengi walikuwa wachawi. Unasikia kenye nasema? So akichukua damu yako, si mnakuwa na covenant. Na hata the ground now, even to the ground. Maana ground nayo ina meza. Mnakuwa na covenant nayo. Maana ni mambo na tradition. Unaingia kwa ingine ya nini? Ya generation and whatever. Covenant zinakuwa mingi. Singine zinatukura hadi wa leo. Mimi sikupitia kwa hiyo. Nilikataa. Maana wakati tuliambiwa na mamangu, mimi nilimwambia hapana, mhubiri alikataa na akanichukia sana. Na ninajua kuna mtu nitasaidia hapa katikati yetu. Na ikiwa basi ulipitia, unastahili kujitenganisha na unastahili kubreak the covenant. Jina la Yesu lipewe sifa. Hallelujah. So huyo mama nikaona amejiombea, mwenye alikuwa upande huu, nikaona Bwana amekuja. Na wakati alifika hapa nikaona ametoa sacrifice. Mimi nasema kenye niliona tekandira kampeni ya Ndumarute. No. Akatoa na alafu wakati alitoa before arudi, nikaona mwingine hapo kule mwisho akasema wacha niseme kenye Mungu anasema. Mimi nilikuwa nasikiza hizo na nimandi. Na nikakaa nayo, akasema hivi, atisikizeni kile Mungu anasema. Ya kwamba hata tukiambiwa hiyo mambo yote na si mbaya, tumeelewa. Hata tufike mwisho, the solution ni sawa, ni kutubu, kujitenganisha na kutoa dhabihu ya kubreak the covenant. Then ikiwa basi utaifanya hiyo mambo yote na wewe ni wakukasirisha, aliniita pastor, yeye alinitangia apostle, pastor, unjue utakuwa umefanya kazi ya nimemaliza message. Sijui mimi ninajua nakimbia. Ikiwa kuna area labda ukupata, utaniuliza na simu ama unione after the service, ujumbe iko kwenu. Maana nilikura nikanjua njibu na kwenye kulikuwa necessary nikaanza kufanya. Basi tutarudi kwa neno, pia niko na ujumbe kwa neno, lakini kwanza tuingie. Watu wa Mungu wanapotea kwa kukosa maarifa. Nimepeana maarifa yenye Mungu alikuwa ameweka ndani yangu kupitia kwa ndoto. Tungali tu kwa ile message yetu, na kwa hivyo tunatafuta solution ya watu wa Mungu wanapotea kwa kukosa maarifa. Matthew 13:24 to that. Hiyo nitamwambia nayo niliona nini ili niweze kuihubiri leo. Matthew 13:24 to 30. 13:24 hadi 30. Akawatolea mfano mwingine. Akisema, ufalme wa mbinguni umefanana na mtu aliyepanda mbegu njema katika konde lake. Lakini watu walipolala, akaja adui yake akapanda magugu katikati ya ngano, akaenda zake. Baadaye majani ya ngano yalipomea na kuzaa, yakaonekana na magugu. Watumwa wa mwenye nyumba wakaenda wakamwambia, Bwana,
hukupanda mbegu njema katika konde lako? Limepata wapi basi magugu? Akawaambia, adui ndiye aliyetenda hivi. Watumwa wakamwambia, basi wataka twende tukayakusanye? Akasema, la, msije mkakusanya magugu na kuzing'oa ngano pamoja nayo. Viacheni vyote vikue hata wakati wa mavuno. Na wakati wa mavuno nitawaambia wavunao, yakusanyeni kwanza magugu, muyafunge matita matita mkayachome, bali ngano ikusanyeni ghalani mwangu. 36 hadi 43. Kisha Yesu akawaaga makutano, akaingia nyumbani. Wanafunzi wake wakamwendea, wakasema, tufafanulie mfano wa magugu ya kondeni. Akajibu akasema, azipandaye zile mbegu njema ni mwana wa Adamu. Lile konde ni ulimwengu. Zile mbegu njema ni wana wa ufalme, na yale magugu ni wana wa yule mwovu. Yule adui aliyepanda ni Ibilisi. Mavuno ni mwisho wa dunia, na wale wavunao ni malaika. Basi kama vile magugu yakusanywavyo na kushomwa motoni, ndivyo itakavyokuwa katika mwisho wa dunia. Mwana wa Adamu atawatuma malaika zake, nao watakusanya kutoka katika ufalme wake machukizo yote na hao watendao maasi, na kuwatupa katika tanuru ya moto. Ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno. Ndipo wenye haki watakapong'aa kama jua katika ufalme wa Baba yao. Mwenye masikio na asikie. Nitasoma na Kikuyu, lakini wacha niimbe. Najua kuna wengine wanainjua, mtaniruhusu tu niimbe venye ilivyo. Niliimba kitambo. Gatagateine gatheru he mugunda wahandirwo ngano, na kĩũrĩa mũruoko tukwa kĩanda thawani. Rĩrĩa aroria mũgũnda ũcio marokire makiũrania othe. Rĩrĩa aroria mũgũnda ũcio marokire makiona nĩ meru, ona thawani kamera makiũrania othe. Githĩ ti tuahania mbeũ mũgũnda ũyũ na wĩra ũgathira, nacio thawani nacio nũwahandire. Rĩrĩa Jesũ aiguire ũhoro wa mbeũ icio akĩmacokeria, mũhandi wa mbeũ njũru nĩwe mũcukani. Athiaria ici na rogi mũrĩ arume na mawĩra manyu, mũngĩaga kũgarũrũka mũgaikio mwaki-inĩ. Na inyuĩ mũgomagia ihoto cia macira nĩ ũndũ wa mahaki, mũngĩaga kũgarũrũka mũgaikio mwaki-inĩ. Agarũrũki na thũ cia ũhoro wa ma na thũ cia wendani, mũngĩaga kũgarũrũka mũgaikio mwaki-inĩ. Wĩyũria na ngoro yaku wĩtania etia na mũrũ wa Ngai, ũngĩaga kũgarũrũka mũgaikio mwaki-inĩ. Na inyuĩ ahunjia mathara na nabii na thũ cia kanitha, mũngĩaga kũgarũrũka mũgaikio mwaki-inĩ. Gatagati-inĩ gatheru he mũgũnda wahandirwo mbegũ, na kĩũrĩa mũruoko tukwa kĩanda thawani. Nitasoma na Kikuyu 24. Ningĩ Jesũ akĩmahe ngerekano ingĩ akĩmera atĩrĩ, ũthamaki wa igũrũ
uhana ta mundu wahandire mbegu njega mugunda-ini wake. No tukumwe andu metoro thu yake giuka ikihandirira itindie ngano-ini igicoka igithiira, na hindi iria ngano yamerire ne igikura ikiambiria guciara onacio itindie igikurikana nacio ndungata cia mundu ucio igithie kuriwe ikimwira atiri, munene githe ndwahandire mbegu njega mugunda waku, itindie cia kiuma naku? Nake agicicokeria agiciira atiri, thu niyo yekire uguo. Nacio ndungata ikimwira atiri, ni ukwenda tugacimunye? Nake agicicokeria agiciira atiri, aca, ni tondu mukimunya itindie mwahota gucimunyaniria na ngano. Rekei kuranire kinya hindi ya magetha, hindi yo ningera agethi mambe mamunye itindie maciohe itia macicine macoke macokaniririe ngano maige ikumbiri yakwa. 36. Na riri hindi iria Jesu atigire andu akihinga nyumba, arutu ake magithie hariwe makimwira atiriri, ta tutaririe ngerekano ya itindie. Nake Jesu akimera atiri, mundu ucio wahandire mbegu njega ni muru wa mundu, mugunda naguo ni thino. Mbegu iria njega ni andu a uthamaki, itindie nacio ni andu a uria muru. Thu iyo yahandire itindie ni ngoma, nayo hindi ya magetha ni ithiruro ria thi, na agethi ni araika. O turia itindie ciunganagio na igacinwo na mwaki waguo, na mwaki ogu noguo ukahana ithiriro-ini. Muru wa mundu ni agatuma araika ake magacokaniririe aria othe mahitithagia andu, na aria othe aganu moime uthamaki-ini wake, macoke amaikie icua-ini ria mwaki kuria makarira na maharagani magego. Hindi yo andu aria athingu nao makahenia o toria uthamaki wa ithe wao, uthamaki-ini wa ithe wao. Uria wina matu ni akiigue uria roarera kanitha. Basi niliona nini? Tena niliona kitu kingine siku ya leo, lakini before niingie kwa kuona, wacha nielezee maandiko. Maandiko yenyewe inaongea juu ya kundi mbili, na ukiona ikiongea nasi juu ya kundi mbili, lazima iwe venye tulivyo. Wewe ni wa moja na kuna mwingine wa hiyo ingine. Nasema kundi ngapi? Mbili. So nikiendelea na kuongea, wewe ndiye utajiuliza mimi ni wa hii kundi ama ni hii kundi ingine. Kuna kundi mbili. Kundi moja ni ya wale ambaye wako kwa ufalme wa Mungu, na huwa tunaingia kwa ufalme wa Mungu na njia ya kuokoka. Nilikuwa niambie Baba Muthonia tutayarisie Sunday juu ya preparation nini, juu hiyo ni deep preparation nini. Tunaingia katika ufalme wa Mungu na njia ya kukubali Bwana, kukubali Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na njia nyingine kuokoka. Ukiingia kwa Mungu, basi tunaendelea na kulewa. Mtu huyu wa ndani anaendelea na kujuana mambo ya Mungu, mambo ya ufalme wa Mungu. Huyo ni moja, kundi moja. Kundi ya pili nayo ni yes, tuko kanisani lakini hatujaokoka, lakini tuko kule. Hatujaokoka lakini tuko kanisa. Nao hawa wako kwa ufalme wa shetani. Juu lazima niongee ukweli, wako lakini hawajaokoka. Juu ya kukosa maarifa, basi kwa umenyo, kuna wale wanapinga wale wengine. Wani pastor honi, hata fulani anatenda hiki na kile kingine na kwa kanisani. Kanisa ni ya kila mtu. Kanisa ni ya kila na haya, sikia kwa maandiko utasikia leo, na ikiwa umesikia, na ndio maana nimeimba na nikasoma na Kikuyu ili tuelewe ya kwamba tunaona hapa kuna wale tunaambiwa walipandwa katika, walikumbuka ni kupandwa.
were planted in the kingdom of God. Makihandwo uthamaki-ini wa Ngai. Acio ni muturerwa ati mundu munari na mugunda wake. Uyu ahandire mbegu njega na ilipandwa mchana. Mimi niko na challenge pale na naomba tufunguke macho. Maana kila neno inakuwa ni sisi. Ilipandwa mchana. Lakini usiku mwingine naye akaingia akapanda nini? Magugu. Ahandire itindie ama wakati wetu tunaweza kusema dhawani tondu tuyandwa mucere tutiangano. Si ni kweli? Haya basi usikie wa mchana ni musere. Wacha tuende kwa yetu, si ndio? Wa usiku sijabadilisha maandiko tafadhali. Ninaleta kenye the known to unknown. Ya wa mchana na niombe njega ni musere. Lakini wa usiku nadhani si hivyo inatendeka akina Mase, ni venye mnajikuta zote simemea the same. Wa usiku naye ni mahugu kana dhawani. Na nikajiuliza basi tukifika pale ili ufunuo nitaendelea nayo ili unjiweke kwa grupu yoyote ile tena nilete message yenye Jehova alinena kuhusu hii. Kwamba nasema wa usiku alikuja akapanda mbegu yetenje, mbegu mbaya. Mbegu mbaya. Na ninarudia hapo, mbegu mbaya. Sasa nikajiuliza mbona mbegu mbaya sipandwe usiku? Kwa nini wenye wanapandanga mbegu mbaya wakuji mchana? Nasema ni kwa nini? So nilikuwa najiuliza, lakini before nifike pale, wacha tu niende kwa the way neno iko. So sikapandwa hivyo. Nao wenye waliona sikipandwa wakaona kuna kitu na si ate ilikaa. Isi mbegu usitambua hii ni mchele, hii ingine ni magugu. Hii ni kitu yenye ilikaa miezi. Na nafikiri ni mpaka nafikiri Mase ndiye analima hapa. Mase ikule kane kagari. Hindi ya magetha kana ni siambelia siasomora. Hivyo matunda inaanza. Unakumbuka uliniambia mambo na matunda asubuhi. Hivyo tu matunda inaanza kuonekana. Unaona kumbe hata ikiwa kuna hii inakaa mchele, hii ni kitu ingine na ni dhawani. Hapa inaitwa dhawani. Lakini ukiuliza Mase ni ikora kwa itengethe. No imunyuo. Itenguru. Dhawani, that is good. Niki. Hata siku umenya na kuna venye unajua nimewahi ingia kwa mchele hata ni venye I was not ready. Alafu nikausavu huku nikaona ngeti ya msere tarudura kinya wako kule kana kwa wale anjue akina Mase. Although ninajua tuko karibu sana ionekane kwa wachache wale wanafuna mwezi unakuja. So mkinya getina hapo kwa the root, hapo kwenye kulipandwa mbegu nzuri, naye shetani anapima hapo. Hawisi leo kuna mtu tu atafunguliwa macho ili tutoke leo tukiwa tumekombolewa. So usiku nasema kwa nini usiku? Kwani amchallenge na hii imeni challenge na nika experience baya sana wiki mzima. Hiyo ya usiku. So usiku nasema mahuhu mahanda kwotu mbegu mbaya na njia nyingine sinapandwa usiku. Aya turudi kwa kanisa ili sitaki kuingia kwa revelation. Revelation ndio powerful I know, but the others pia ni lazima niongee venye neno iko, maana hapa kuna vita nyingine ya ujinga hata kwa makanisa. Ya kwamba teno lidia Israeli mundu aye kanitha na nianywa kabake ndukamwaleria. Tekanda ugatonyuage. Mimi nachukia dhambi si ndio? Ati ndukaenda ukimwona kanitha hata hiyo kanisa siwezi nikaenda jufurani yako. Hapa tunaambiwa kwa shamba. Na ni shamba ya Jehova kama hii katika ufalme wa Mungu ya kwamba kulipandwa mbegu nzuri usio ni mundu fulani. Uthamaki wanga yuki hando thini wa uhonoki. Naomba tafadhali uende kwa ile kiti wamesikiza. Naomba uende kwa mama Jimmy kule kaindile na kuomba tu na kupenda hata wewe unajua hivyo. Thank you. Maana hiyo itanigonga sana. Nikisikia kiti kinaenda nikiona hiyo hapana.
Ni yako mwana ni yako. Thank you. Kwa hivyo ninasema nini? Ya kwamba ni kwa nini mbegu sinakuja kupandwa usiku? Kuna vita yenye nataka kuondoa katikati yetu. Nimeinterruptiwa na mtoto, ndio nimerudi. Vita yenye nataka kuondoa ndani yetu ni ile ya ngania. Siwezi nikaenda ushirika nikimuona huko sitaingia Sunday hiyo nyingine, mbora kwani pasta aoni. Kwa neno la Mungu, kwa kanisa, kwa gathering yoyote ile, ukora kwa nandu othamaki na mateo thama. Pigia Yesu makofi. Kuna kuwa kwa gathering yenye iko inasemekana ni kanisa yote ile, na this one is allowed kulingana na maandiko. Wacha niwachekeze. Tukua na kule chini, kuna kijana alikuwa anafanya vizuri sana, nilimkumbuka haki usiku. Sitaelezea Kenya alikuwa anafanya juu wengine hapa wataanza kusema aende. Sasa na alikuwa anafanya kazi ya kanisa kama kukirini huku, wakiwa na 1 2 3 ando wawili watatu wanasikizanga message zangu, wawili watatu. So wakiendelea na kuifanya, wakaanza kufanya mambo mambaya. So mimi na nikajua, nikasikia vibaya, nilikuwa nataka kuwafukuza kanisa. Nilikuwa ninajua hiyo ya ninjuelea kule. Kuna maandiko inasema ya kwamba mtu akitenda dhambi ni aikagirwa ngoma. Na ni maandiko nasema na ikagirwa ngoma kwa muda, si ati aishe. Agonga gongwe kisha ambiwe akinjirudia yeye anakaribishwa, lakini kupewa responsibilities zenye alikuwa nazo, kile alikuwa amepewa mbele anapewa muda. Nilikuwa najua hayo maandiko, hata hiyo ndio I was brought up with. So nikiwa hivyo sasa najua hivyo, sikuwa nimefanya theology nikajua haistahili. Ni huyo kijana akafanya mesi mbaya. Nikiwa nimekasirika sana, kama vile mmoja wenu alinenewa na hapo, ati akainua mkono, na uchunge usikasirike, unakasirisha nani? Nikiwa nasikia vibaya sana juu yake, nimemulea na anafanya tukituko wake. Sasa nikipanga hata ingine sikuwa na alati the board and the wase, nitakunja sasa kama mtume nimwambie kwa shetani ambao kule linga kiboko. Nikaambiwa no. Yeah. Nikauliza Mungu, kwa nini? Hata sikuwa nimesoma hii maandiko, kwa nini juu kimfukuza akadhi naangania na asione yakwa. Asione ya ekeme ikare kuuma kuanele niyote kanjo kile kwa advocate dhambi tafadhali unielewe vizuri. Kuna kitu ninataka, hakuna vita yate fulani ni akundaga anga fulani ekaga na uramwira ume. Sisemi watu watende lakini lazima niongee ukweli. So Mungu, so hao watu wakaona si ulipanda mbegu nzuri, ni kwa nini na hii ni nini nyingine tunaona, na ndio onekanilio leo. Ni kumaanisha ya kwamba tunaweza kuwa kwa kanisa kwa muda hata miaka 10 webidetioko. Ama ukisema wewe ni wa ufalme wa Mungu, lakini wewe ni wa ufalme ule mwingi, na leo tunajiweka ule kidhimi latiri nigesungi, lazima unjipime. Eni ngora wa mweno uliku, mimi ni wa ufalme wa Mungu ama mimi ni wa ufalme wa shetani? Na mote umenyangwa na masia. Mtu unajulikana na matunda, tena kwa matunda tena tumeingia. So kama vile masia amesema, ikianza kutoa matunda ndio unaona anga onatondigi tina kemwea oyote musere. Anga hata ikiwa ni wangonfishoni na wote wanasema tumeokoka, anga oyote mubonoku matunda. Kai. Ana mutengi ga emeni. Mutio menyagwa na matunda. Good. Thank you mutio. Sasa nikuulize, kai kamwe thina wanyu ni gwikara kunene? Ikiwa uko karibu na mtu muulize, yeye ni wa ufalme wa Mungu? Kulingana sasa mahali tumefika, lazima mtu anjipime na matunda yenye anazaa. Ikiwa matunda yako ni ya upande ule mwingine wa mashetani, nilifunza mambo ya mwili na matunda ya roho, ndio tunaendelea tukitengenezwa. Ni kweli?
kulingana na wewe, kulingana na venye unakaa, kulingana na matendo yako. We uko upande ule wa magugu ama uko upande wa ngano? Good. Baba muthondo thiurie tigana na ndongo we. No kuthokia video. Umuthurio mundie na ndeto. Wa Ibrahimu uliasi mange. Uliza uwe mwingine mwenye ako hapa. Ndukire. Uwe nwende matu. Okera. Uthiurie mase. Muulize na Kiswahili hata. Ako upande gani? Magugu kana kithweri keti nike gugu kana nondo ni umwe singira. Ati hiyo Kiswahili yenu si mniruhusu tu niongee ile Kiswahili ya kuhubiri niseme kigugu. Na ndio na haribu mambo ya shule sasa. Kwa nini uulizi Ruben yenda umuulize labda Ruben ni kigugu? Ako ugure labda wa upande ule mwingine. We keti ndo kile. Uulize Ruben. We wa mweno oreko. Natika toko mwenga taka nieka roho goko. Amekwambia uko upande gani? Basi hata bila kuuliza yeyote labda wewe unajijua. Si ni kweli? Hata mtu anajipimanga. Sasa vita yenye tumekuwa nayo kwa wachache imeisha. Nikumenya gatirere ona we na kenyumba ndingi nikegu. Nigetindie. Zawadi. Nasema ni dawa. Yes. Ona mukiruta nake wera na naugala arauga mwathani arogocwo. Mwathani arogocwo no nigetindi. Thank you. Ningekwira thi kundu wa guku. Wewe ni wa wapi? Na hata katika register si upande wa Mungu. Upande wa Mungu labda uko upande ule mwingine maana vitambu ni bili leo. Na sinakuwa hivyo. So Yesu akasema hizo mbegu nimeelezea, mbegu nzuri ni wale wako upande wa ufalme wa Mungu. Mbegu mbaya hizo ile todhawani ni yale mekuni sawa lakini hawajaokoka. Hata ukisikia wakisema Bwana sifiwe ama ukisema nini matiwe kana kule matuine. Sasa tufanye nini? Maana tunaona tofauti. Tukule kana mateko ingatoka kanitha nimeka roko. Leo wamepewa ruhusa. Ekana mevya nipio. Kaa uko ndani kabisa, sama kabisa. Ingia ndani usame kabisa. Lakini usisahau ya kwamba kuna siku inakuja ya harvesting. Yes, musene nutura kamugonda. No to kinya bende yangoke. Yes, na neto dianga matunda mane kwa biyo matunda. Niliwaambia hapo kwanza kuna kuanikwa. Kuanikwa ni wakati tumeanza kuona matunda. Hatutakuuliza hata lakini mimi naweza kuongea, ya? Mimi naweza kuongea. Matunda sasa ikiweko wazi. Lile tunda letulete bidete. Sasa limeanza kuonekana letenge bidalenge. Hiyo tunda sasa wakati itakuwa ripe, wakati itakuwa live, ile kule vio. Hapo tutatumiwa nani? Aketenie ona ninokaje terere. Hata mimi ninaondela sungo. Mukatumu akethi ni Ngai mwenyewe. Atatuma the harvesters. Watu wa kuvuna malaika wa siku ya mwisho. Wewe endelea na kujificha, endelea na kukaa ukiwa gugu, lakini siku ya mwisho ni kwenda teko bakora kuungania kupiki. Wewe wadhamaki upande huu, wewe wadhamaki wa ngoma upande huo. Hawa wa ushetani wanaenda kwa moto wa milele na milele na mwakiwe kuo. Moto ingali iko, endelea na kukaa na sisi na uendelee na kujua hivyo. Na wale ambao ni wa ufalme wa Mungu onaambo matunda maito makivyo makioneka nimega, lakini nao wataishi na Yesu milele na milele. So alisema tuachilie wakae. Tia kutindo geturwa ona mundu oka na ngwe bana onoka kale na unamchua wewe and concentrate with your assignment na ake yake asongithie ayarekere mwakini akorwa nekwirira akorwa neku atapanilisha mienendo yake. Na siku ya leo ni challenge kwetu. Unajiuliza eto okorwa ndora gaku
imete 1 2 3 keno sia vale na vale, na mimi ni wa jehanamu. Mimi ni wa moto wa milele na milele. Maana hata matendo yenyewe inakataa. Na Mungu amearao tukae hivyo ikiwa hutaki kuchange. Na nienguga na mamuthenyo yomothe. Mundu angiura kana garuruke niye niliona kame ya mundu cio witete no tulika gitindie karakara huko. Ikiwa basi umesikia hapana mimi singetaka kuenda jehanamu na Wamuthoni alikuwa na hiyo asubuhi, ni siku yako ya kusema ndego tweka gitindie ringi. Kumbe matunda yangu inaonekana. Mimi nilikuwa labda wa Yesu nikarudi nyuma. Mimi na nidanganya ya kwamba mimi ni wa Yesu, lakini mimi si wa Yesu. Siku ya mwisho nitaenda kuchomeka milele na milele, kuna moto. Mutikahenio wekuo. Lakini itakuja wakati Yesu atarudi the second time. Tunaambiwa anje ya kwamba nimemalizana na hiyo ya tumetekelia meka. Na goteko mamena tinda otindirio tureto ki. Niwe umukethi. Wale kapasta atonaga. You are not the harvester. I'm not the harvester. Nite ninkaketha. Teni mukethi. Wira wako ni gucokanire. Ni gucokaniria onge kwira kagitindi ewe uma kou. Oka mwena wa ngano, oka mwena wa uthamaki wa Kristo. Tuje katika ufalme wa Kristo. Leo tukatae kukaa katika ufalme wa Shetani. Bwana Yesu apewe sifa. Aitindie na tena na kugameni. Sawa, wacha niende kwa ufunuo sasa. Nimemalizana na hiyo, niende kwa ufunuo. So nikaona sasa nimemalizana na hiyo. Nimerudi kwa kupandwa mbegu mbaya usiku. Kupandwa mbegu mbaya usiku, na hiyo imeni challenge sana. So katikati ya wiki hii tena nilikuwa nimelala. Hiyo ilikuwa usiku wa around saa 9 hivi. Wiki hii nilikuwa nimelala na before nilale nilikasirika. Nasema before nilikasirikia mtu fulani. Na nikakasirika kabisa. So before niende kulala niombe maombi yangu ya niko nakuanga na sections. Hata hiyo yenye inaweza kusuiria mahugu ya sikukute, sikukumbuka ile. Sikukumbuka, unajua kulipenti sio kusema kuberate kugatere mwathani ndakuthaitha udekere mehia mothe na mahetia, na unakumbuka kuna ile inatanjangwa. Uwa tunaitanja. Onane numirethwa mutho. Simbo. Unajua tunajifanya. Na unajifanya mbele ya Mungu sasa. Na anaona hata. So mimi sikulipenti hiyo. Although niliongea mengine nikalipenta odembiavu ya nyinyi. Kwa raini na jina. Saa 9. Sema saa 9. Saa 9. Idhali ya kubando ambegu. Mbegu njoru ni thaa 9. Ibanda kwa thaa 10 ke? Kumando. Saa 9 maana nilisikia kuku. Na nilikuwa nashindwa na kuchukua simu nione. Nikasikia chini. Nasikia chini. Kuna watu wanakuja na wanatafuta njia wa kuingia. Chini na nasikia kwa chini yangu. Nasikia ni waidi. Nikiangalia naona ni nyoka kubwa. Nyoka kubwa. So nilikuwa nimelala hivi, nilikuwa naifanya hivi na mkono, lakini sinajaribu kutafuta asipati njia, although silikuwa simepanda. Sasa mimi Mungu akanisaidia in the spirit, tukupitia kwa neema yako, ndio maana huwa naimbanga ngaiwe ni turoraga na nitha liubaluni balia batha nasiangaye kupitia kwa neema ya Mungu, kupitia kwa the mercies of God. Nikaweza nilifanya mkono hivyo nikisema katika jina la Yesu Kristo, naye wanaendelea na kupanda. Nikisema katika jina la Yesu Kristo wanateremka. Nyoka nasema nyoka, lakini ni watu. Ni andu wako hana magu. Sasa nitawaambia ni kwa nini nimeleta yangu ili nilete kwa ingine ya watu wengine na nyinyi. Mimi sikuangira shida ya kuleta yangu, ikiwa ni dhambi. Ninafanya na mkono hii, mkono ni spiritual, ingine ni physical. Hivi
kisha nikaweza kuwa na authority, somehow in the spirit nikawa na authority, na nikawauliza mliingilia wapi? Ati tumekuwa tukikutafuta kila wakati na tukupati. Leo uliacha ukiwa umefungua milango? Oi. Na ilitendeka hivyo kwa baba Muthoni wiki hii. Leo uliacha ukiwa umefungua milango? Leo and by the way, in real sense, hata the milango yenyewe haikuwa imefungwa. Inasema in real ohoro wa mane atenginya milango toyo physical. Yaani hiyo kitu mimi ilinistua hata. Tumekutafuta tukuue kwa sababu unakafa mtu fulani. Na ngagerwa no. Huyu mwenye alikuwa anaongea nikamuuliza wewe ni nani? Akaniambia na nikanjua ni nani, alikuwa mwanaume. Mchawi sana. Na nikauliza mwenzako, nikaona uso nikamjua. Ni mission yenu ni nini? Nikuue maana unakafa fulani, mtu fulani, na nikatajua ni nani. So kwa uwezo wa Mungu nikaweza kusifukuza na sikaenda, na nikasikia nasikia nithake na tondu nguku ni alilile. So nikaanza kujiuliza, anje mimi najiuliza, nimerudi kwa kupandwa mbegu. Nimerudi kwa kupandwa mbegu. Wale ambao they are married, umewahi mumerana na mtu vizuri mkicheka, naomba tusimame. Kwena ndo mahadiro magugumu no nginya marenda gukoma muthenya ndiku na nginya itharere unjuo kirana ndio shida. Hata wale wanatakiwa na mapepo wanaogopanga kufunga macho, wakifunga macho wanaingia. Aitupigie Yesu makofi alafu tuketi. Umewahi lala na mtu tuketi, uko kwa kitanda moja, mlikuwa mnacheka, mlikuwa mnaongea vizuri, asubuhi unaona hataki kukuongelezea. Hata wewe unajiita mkutano, unajiuliza, hai kwani nimemfanyia nini? Kwa nini? Yaani unasumbuka hata wewe, anakufanya siku yako iwe mbaya maana tononeke huhu. Alipandwa na sasa anataka kukupa. Umundi mutikanyende. Ona mwana gakunyenda ogune gukule. Sasa mimi nikandiro yangu na nikanjua kenye nilifanya na nikafanya na wakaenda. Nirudi kwa familia nyingine yenye niliona leo. Nilitembea kwao. Kwa familia, nasema kwa familia, I mean kuna watoto, kuna mume na nilitembea kwao. Nikaweza kuona mahali kulikuwa na kameko. Wakati niliangalia kwa meko sikuwa naona kama kuna moto, lakini kulikuwa na kasufuria kandogo yenye ilikuwa na maji, lakini kulikuwa na kaisho ya either kitu ya chai, food na kameko. Umesikia kenye nasema? Na nikaambiwa ya kwamba kwa familia si mingi ya kwamba mahuhu huwa anaingilia na njia ya food, money na issues of bed. Nigundalia mahuhu methaga mwanya, wanatafuta mwanya, matingi gukoro uguo, rasima kuwe na kamwa, rasima uli murareka kunjariria niki ona koro mwena munengo mubati solution, nitawape solution. Usinjali, nitawape solution hata ndio important. So mimi nikaona, nikauliza, so nikajua hapa kulikuwa na either issue ya kitanda that is, ama issue ilikuwa ni mambo na pesa, chakula, kuna ingine hata watoto. Either watoto, issue ya watoto, chakula and the money siko pamoja. Hiyo money, chakula, nini siko pamoja na ile ya kitanda. Nikaambiwa nije niambie family, wale hawana hizo families watoe ya kitanda tuende kwa hizo zingine, although kuna nyingi. Sasa kwa katikati ya hao nikaona spirit imetoka na huko chini. Spirit inaingia ikiwa kwanza ilikuwa tu ni kama kenyoni. Hii kwa haraka sana. Nasema maana kulikuwa na mlango. Unasikia kenye nasema? Milango sana huwa inafunguka before tulale. Before, na ikiwa utakuwa alert, ulale bila kufunga mianya. Tunafunganga mianya na njia gani? Unatubu. Unaambia Mungu akusamee, na si kusema tu fambo. Ni ikiwa uliongea uongo unasema niliongea uongo. Usiambie mwenzako, unaambia Mungu. Unaambia nani? Mungu, nini ndiramenya mbesa ile ni tires kwithwa Muthoni si masia mabeni.
Mwathani ndaguthaitha undekere. Sisemi ati tubuthagira mabendi twamukira tugacoka kuthikubera. Kuna siku ya mavuno. Niko kuna muthenya wa mavuno. Sasa nasema kutubu ni wewe ambaye unakuwa very transparent before God. Sio kujifunika. Si kufunika dhambi. Si kuomba ati ile anjuju ati uliomba saa 6. Ya nini? Wasa hiyo pati ya kulipenti ukiruka kisha milango ikorogwa wazi. Maana nilisikia wengi wenu wanaomba maombi mbaya, wanaanzanga na kutoa shukrani. Atuanzangi hapo. Maombi haianzangu na kutoa shukrani. Soma vizuri usikie. Maombi inaanza na kutukuza Mungu. To adore him. Wengai. Hata wewe ukimsikia wengai, wewe ni Mungu. Wewe ni mfalme mpaka nafurahi. Anataka kusikia ni nani huyu ananitukuza hivi. So ukimaliza kumtukuza, kumsifu, kumuinua, unaenda kwa kuhera. Unatubu ya Weni, unatubu ya Rubeni, siku hizi hata natubu saa si ya baba. Unajua ni kwa nini natubu saa kina baba yangu? Tukiomba na masi ya Rubeni wanajuanga hivyo. Na nimefanya hivyo tukiwa na masi sana. Ni kwa nini? Although hiyo system ni kama ilisha, lakini tradition ni kama iko. Ya kwamba baba yangu anatenda dhambi hapa. Na usikia hata kwa maandiko iko hivyo. Akina Daudi, akina Eri. Yeye atupu inapelekwa kwa mtoto. Yes, akitupu yeye, Mungu wetu maana alikuwa ameachilia ragwa unosioge kabendi ya mwana fulani. Ugeke kabinu. So ni katika generation fulani niko na mambo mengi na najua kuna mtu atatapu hii. So kwa nini nisianzangi na yangu? Naenda nyuma. Ni kwa nini naenda nyuma? Naanza na kule kwa aguka wale ninajua. Ninaenda upande wa mamangu, baba yangu. Nijuu kuna hata yale mimi naona akinateseka kama mama yangu. Nakaa kama baba yangu. So ukiona na labda ni dhambi fulani alitenda ama spirit fulani ako nayo, hata wewe uko nayo. So inakusumbua, inakusuilia usifike kwa destiny yako. Tukifika kwa kurepent, ugakihera nginyoga kinya mwena wako. Unafika kwako, tunatubu na tunajisafisha na damu ya mwanao Yesu Kristo. Si kitu kingine. Teto maana ndue. No, hapa tunatumia damu kwa imani. Damu ya Yesu kwa imani, damu ya agano. Nieni nakamehia. Yo inamaliza dhambi. Then blood of justification. Ya kututheria. Ukinena, ukisema hii damu katika kitabu ya Hebrews 12, when it's spoken, it is speaking better things than the blood of Abel. Yes, kwa hivyo itaanza kudhalia male mababa you speak the blood of Jesus. Okalia naku, okasokeke dhamba nayo. Ikamberia kwaria maundu mega. Rimamaya. Na ukamberia kwaria maundu mega. Kedharagia, kevutaga. Aya! Pigia Yesu makofi. Damu ya Yesu. Tesumbe, dauga tesumbe, nate maguta, nate mae, nedhakame ya Yesu Kristo. Damu ya Yesu Kristo. Sasa mimi nimechanganya mchanganyo niko pale. Turudi kwa familia sasa. Nikaona I'm still connected. And this one ina happen kwa watu wengi sana. So mwenye alitoka na huko mimi namjua mwanamke. Mwanamke nikasikia kuna yeye anatembea usiku athia gakibanda ga mbego. Ucio akuaga mbego cia mirimu. Mbego ciake ndauga mbego cia mirimu. Na nikaambiwa hapa wengi wenu mena mirimu irehagwo twitoro. Mirimu ete yao, mirimu ya kwamba you don't serve it. Kwa hii familia huyu ugonjwa haujaingia maana nilifunga usiku. Kuna nasikia iko hapa. Hii ni nini? Heart. Heart attack. Hapa nasikia kapin. Hiyo ni moja. Mimi nilisikia kwa jina ikiitwa nje. Kijina kikubwa mpaka niliamuka kongogo.
chronic diseases. Ninapitia Kithongo. Nili search kwa Google. Ndona we ni mirimu ta asthma, twende arema miwe. Atataki onaria cancer. It is not my portion. Kama utajitagaya, ungekuwa umesema kitambo tuna denounce, tunakataa. Jina la Yesu lipewe sifa. So kwa hiyo familia nawapenda sana by the way. Ilifurahi kwa mwanamke fulani alikuwa kando hiyo nyingine na atembeaga na mirimu hiyo chronic. Hiyo chronic ni means what now? Ile haiponi. Ni ya eredo nekagero Maria ine na goko ya ngani na kusimu. Si ni kweli? So alikuwa ametembea nayo na akasema sikuona ni nani lakini ni kama niliona. It was not very clear niliona. Then after that, after imeingia nikaona sasa naye mmoja wao unajua nikienda kutabuka lazima wajue na sitaki wajue sahi. Mmoja wao akatoka hapo nje akaanza kutapika. Akatapika. Nilimwambia kutapika ninje kuilengerwa aterere nikunegena. Alikuwa anatapika hivi karibu anguke. Anatapika kila mtu anaona. Nitaso. Sikumbuka kuna mbegu. Sema mbegu yoyote katika Matthew 15:13. Mbegu yoyote yenye injapandwa na baba. Kamutararia. Mwenda irute wera. Matthew 15:13 kiti. Matthew 15:13 ninamalizia pale ya almost 1 hour. Mbegu yoyote ile 15:13. Matthew 15:13. Inasema nini? Mathayo 15:13. Akajibu akasema, kila mbegu isiyopandwa na baba yangu wa mbinguni itang'olewa. Nake Yesu akimacokeria atiri, mumera wothe tathawani cancer, heart attack, nimit magugu mau anakuwa ni udhario na kwa ni maheni neti handitu ni awa nekamunyo. Usingonje kesho ni leo. Na usikubali ingie kwa hiyo familia. Isiingie kwako. Na ikiwa kuna mmea iko ndani yako ya magonjwa fulani, I wish Rubeni ungekuwa umefika kwa Google uniambie chronic diseases uone. Simu yangu nimeacha pale. Inaenda kwa haraka. Etuwele milimu tereko. Musibe na haraka, hii ni very important. Tono hiyo milimu era mukuaga. Niye yoragiria mami tutekumenya ati arthritis yandoe. Katuraga roe. Araraga roe kana. Ati kama hapa Mwea na unaona haki kuna joto ati atumiane maru ni mulimo uleko wa mbebo eleko utora musereni. Hiyo ni mapepo yenye tu ilikunja usiku. I wish mliona venye niliona huyo mama alifurahi. Afurahile takenyoni akuete mulimo. Twende kama ugonjwa gani? Common examples ya chronic diseases. Heart disease. Naomba sauti kidogo Beni. Pata sauti ya mwinjilisti. Pokea sauti ya mwinjilisti. Heart disease, mulimo wa ngoro. Ukinisaelewa na Kikuyu, Cancer kwa mundu takimioi. Nilindiro na cancer hapa jana hapa. Ungejua kwenye ilikuwa. Naye huyu alikuwa kila wakati anaota na mbelera yethe. Kwa hivyo sinatoka wapi? Hapo. Thank you. Na hiyo magonjwa ndio iliua baba yake. Nikio ndiramwira no mjanto soke gukuya aciari. Tukahera kiria mekire na kuu. Nigetha makinyirerwe. Hata taka cancer, diabetes ni mwegua. Mulimu wa sukari. Asthma. Chronic obstructive pulmonary disease COPD. Siata kokua siega si kweli? Milimu te ya kokua siega na tuge stroke. Arthritis. Milimu ya heho. High blood pressure. Alzheimer's disease. Alzheimer's disease. Ni gani hiyo kit? Ni gani? Musbel?
inawanga brain cells kama akina brain tumor ama disorder, mind disorder. Ilingita kuguruka kind of. Inaua cells za brain. Ya affecta aya onakukua nerves. Magonjwa tumalizia hapo Ruben. Nilikwenda kusikia ndo mundu abatakuwa we kumbe nena kewe. Ni mandeta geranga mera back to the center. Ni back to the lakini haiwezi kaingia utabingulete ndo ai ninataka uelewe leo na hii ni siri. Hii ni siri. Nasema hii ni siri ya kwamba etiokago uguo etokago urosi kugie na opening. Ka opening nasema ka open. Na maana tuko hapa duniani tutakutana tuna challenges. Ni kweli? Challenges za nisi ya mundu na lazima uchallengewe in one way or the other. Ukirealize tu umetoka nje, umekasirika, umekuwa na bitterness. Hiyo yote hizo unajua sinapandwa. Hizo ni si ya kubandwa. Na nilisema ya kwamba mmekuwa na mtu mkiwa mkicheka all of a sudden ni urambwira tamba cheji akagukirira. Ananyamaza unashindwa hai. Kumbe kigugu giokire tene, gitindie. Iliingia kitambo. Na hizi vitu sinapandangwa usiku. Kwa hivyo tufanye nini? Nasema ya kwamba kuna kurepent na ni before ulale unafunga kila mia na usingonje ati maseni kuombea mkiwa na Ruben. Mungu abingage yake. Juu labda kuna dhambi zenye sitajua. Si ni kweli? Labda nifunuliwe, nasema hivyo juu ni watoto wangu tekaijiri. Wanawaombea na hata nyinyi wote kwanza na majina. Lakini nimesema ya kwamba kuna ile tendency kwamba mamu ananiombea. Ruben wajegwa, mamu ananiombea. Umesikia baba Mudhoni wewe kulala hivyo. Baba Mudhoni aliatakiwa alilala saa 2. Akashikwa na usingizi. Nimewahi experience hiyo baba Mudhoni tuko pamoja this week. Don't mind. Nikutobote kuthomithia andu aya. Saa 2 akasikia kiusingizi kiu kakakwena attack. Kiusingizi kingine unaginya unaigwa kugwa. Kitoroki hakitindie. Hiyo kakagiokite kigurukite ogu ati hata ikiwa ni chakula nikeka toka isureka kai kitoroki ugia ngoma ili saa 6 ipite wamuke na kuurende matindie me mabande kirora kanite makurakara pia na ugitindie. Sasa hiyo tutafanya nini? Mungu atusaidie tu na ndingienda araule spirit sito. In our spirit tupewe aramu. Tupatiwe aramu. Unaona wale wako na mazoea ya kulala mapema ate unaamuka ngaku okukora itindie ibandilwe tene. Na sana important yenye tunasoma leo unduliwa patani ate tukirara tunafunga mianya ni maundu maria wikire matara marokuo unjaachilia mtu unjamsamee ungali unaona venye anakuchukia venye anakutesa venye anakunyima pesa venye anakufanya 1 2 3 unampepa. Nasema unampepa. Tunafunga mianya, tunarepent, unakuwa na time, unamsamehe kia nguvu, adui asamehewe kwa nguvu. Nasema tukawie mtelete tingo. Be free like me, let it go. Nakwambia ile hasira inanigonganga ile baya. Yes. Nasema let it. Yes. Ego tino titikete ora mutitikaneke. Ikiwa negetindi. Niakale kuyeterere kutemwa. Naomba tusimame. Siku ya leo tumeangalia mambo na mbegu zenye sinapandwa hata not only sleeping in normal wakati tumelala kimaombi. Ulifika to the level uliomba kitu haukuwa na kitu fulani ukapewa na Mungu. So wera wako kama nda gucokeria ngatho ni gutinda thayo. Ngabo kwanza nisiwambagiriria muno. Kutege ntangatho. Bau we start with adoring God. Twambagiriria na gutugiria Ngai. Ona hata hapa duniani mfarume tukisikia mfarume ameingia tunasikia aje ni unatuthondekere mae muthamaki we mwega
wewe, lakini unaingia kumwambia. Yes, hiyo ya mwana ni norosio, mwana wako ni agoka kuingatwa niyo torogo ya mwiso. Tutiambagiriria nayo. Atuanzangi maombi na mahitaji. Atuanzangi maombi na thanksgiving. Tunaanzanga na kumwira Ngai. Na hakika hata wewe kuwa na hiyo roho ya kuona huyu ni Mungu. Maana unaongea na mfalme mkuu. Kuwa na wakati mzuri na tusilale kiroho. Nani anajua hiyo wimbo? Kanisa tusilale. Shetani anatafuta nafasi ya kupanda. Nasema tusilale. Sasa ni kulala upande wa maombi. Kulala upande wa maombi. Kulala ati wewe unajifanya unjui, umechoka. Kuchoka nini? Muno ni abo yagaru gameteka na tuleti maru. Yes, kanage kira maikiri ya akora na arthritis, akamba kwa ya arthritis kuma yeni. Nasema tusilale. Shetani anatafuta nafasi ya kupanda. Magugu moyoni mwako. Mioyoni. Unasikia kuna mioyo? Nasikia haya, ya mioyo inakuwa kama gani? Hasira, chuki. Endelea. Ya mioyo. Kamodoni ya mioyo, nola tudie kwa kujitayarisha. Ya mioyo yenye inapendwa kwa mioyo. Bitterness, hasira. Twende. Ya moyo anatafuta nafasi ya kupanda. Magugu moyoni mwako. Nasema tusilale. Shetani anatafuta nafasi ya kupanda. Magugu moyoni mwako. Tusilale. Shetani anatafuta nafasi ya kupanda. Magugu moyoni mwako. Naomba tuwe harati. Ukegagwa no mutheni bahandirowe. Nilikuwa nataka kutaja Ruben. Usijali ni venye tunaongeanga naye sana. So, wiki alikuwa anajaribu kunipanda mafugu na hakujua. Mpaka nikamwambia asubuhi, niwanitesa mno wiki. Yes. Wewe unajiwanga sikija by the way. Kiti wewe unasikia mapepo peke yake, nyama huku. Kiti kwanza kiti amepanda wiki, nilikuona. Nasema tusilale hata ikiwa ni mcha. Yes, nilikuwa najiuliza mbona hao wakunji mchana? Ni kwa sababu wengi wetu tunatumia hii. Unasema unaona kenye nasema? Haya, kwa kete kundima. Lakini wakati umelala, you are not alert in the spirit. Naomba tu alert in the spirit. Tu alert in the spirit. Tu alert in the spirit. Na wale hawa nimesikia wamepepa. Menyerera ikorone kondisisi tekake muko. To isio sitwa iliaba itotigana ina tuni. Issues of food, siana, hizo zingine mtu akikataa acha akae. Weka kando yeye. Ni utweka eunuch. Nendo. Kama mimi. Thank you. Kuna watu mtawaitishia hiyo neema. Pigia Yesu makofi. Ni wote ndio haneto magugu. Ana labda kinyana orono goko kwa matowe na sio. Hiyo ni mwanya nyingine. Nimekumbushwa hiyo. Hiyo ni mwanya nyingine. Inaona mwanya. Maana kuna damu inanena somewhere. Inapitia hiyo. Inapitia kwa tattoo. Nimekumbuka sasa. Inapitia kwa vitu mingi. Tusilale. Naomba tusilale. Sasa tutafanya nini? Matthew 15:13. Mumera wowote ikitindio giothe magugu yoyote. Magugu haiwezi kawa imepandwa na Jehova. Inangolewa, usingonjee kesho, ni saa hii sonjiite mkutano kwa dakika chache. Negetindie kile kuena kio. Inaweza kukiita walimu asisikie, wafunge masikio kigugu. Hiyo ni Kiswahili yangu ya kuhubiri. Hii kimwe kikiwa kimoja. Kitu wewe unaniambia kikiwa kimoja maana mlikuwa mnasema magugu. Sikusoma Kiswahili. Magugu kikiwa moja. Nilisema ni venye ninakiweka ni Kikuyu mwalimu wa Kiswahili hata ako pale anasikianga vibaya sana nikikosea, lakini hapa ni kanisani. Ni gani uko na ngapi basi? Simepandwa ngapi? Unakumbuka uliacha kukiwa kumefunguka?
ukapewa blanketi na mahugu. Ndio makimenya oye torona gutingwa koteka otheri karone kana hata watu wa Kenya Power akakufungia nini. Haki kuna njia mingi nakwambia. Tutakuwa rat. Turegane na milimo yao. Miorwe inatesanga mtu especially hata ukienda hospitali sawa itaonekana lakini guteko bora. Hiyo ndio shida yake. Ni gutora kadibita. Kwa hiyo familia nilikuwa ninaona ati sikumbuki kama ni mtoto aliyatakiwa. Kuna mtu either mtoto ama mama. So akatakiwa sasa na hiyo kigonjwa kililetwa kikaingia. So naye hapa huyu mwingine anateta maana alijua the source. Sasa ujue kuteta pia ni kegu. Sasa ukinjua sasa shida imeingilia hapa. Wale ambaye sasa wako arati in the spirit wanaanza kufunga mianya. Teko mbule mana. Ni wewe ulifanya. Ile ngemu ya anda mnaifu. Itakusaidia anja na naukuma mkono waende nitu. Hata mbule mane mnatoka kwa starehe. Mnaingia kwa lea ya magonjwa. Hiyo tunaikataa leo. Sijui kama kuna mtu sofa amerealize na nguete kweli kimulimo kyake gugu kimwe kenye kilitumwa wakati nilikuwa nimefungua mianya ya uongo. Nilifungua mianya ya hasira. Nilifungua mianya twende yote. Kwa nini sifiki kwa destiny yangu? Kwa sababu ya huyu mwanya. Kwa huyu mwanya. Saa hii ikiwa kuna area umeona wewe kuna ile yenye wewe utaenda kulipenti kiwewe, ulipenti sio lazima uniambie, na ukikosa kuniambia ukificha sana nitajua. Naonanga hata mtu akinjifunika. Najuanga anajifunika na wengi wakifika kanisani, wacha nikuonyeshe kile wanafanya. Unaniona sign yao hapa kanisani ama niliona mwingine jana. Alikuwa sana anataka kunja na ngurubu fulani, nikakataa. Anafanyanga hivi akiingia hapa kanisani. Unaona kenye nafanya mkono kufunga nisijue. Hiyo ingine ni yapi? Tukiwa hapa tunafanya hivi. Unaona kenye ninasema mikono anataki ajulikane. Na hata ukijifunika anje mbegu yenye njapandwa na baba. Rasima leo ukikataa ngojea siku ya festing. Utegutinda thaileto na wewe wagoko na ndirakuria na ndiye tithe na sadaka siothe kabisa. Lakini ujue wewe ni wanjeana. Basi ikiwa umerealize wewe ni wanjehanamu na ungependa kurudia Yesu, kupokea Yesu, usiwe wanjehanamu, usiachwe. Hii ni siku yako ya kukubali Yesu, kupokea Yesu. Uwe katika wa ufalme wa Mungu, utoke katika ufalme uangiza. Mbegu mbaya yenye ilipandwa ndani yako ingolewe leo. Tunajiita mkutano. Peleleza moyo wangu Bwana, peleleza moyo wangu Bwana, wewe peleleza moyo wangu Bwana, Yesu uingie. Nilisikia hii si ndoto tafadhali. Mimi nikusikia maagent wakiongea kwa TikTok na YouTube. Sijui kwa nini napendanga kuminister to the marriage. Sipendi kuona marriages ikiisha. Hata Mungu anajua hivyo. So nikasikia mmoja akisema tulikuwa tunaingia kwa marriage na njia hii. Tunachukua mmoja wao ili huyu ameachwa akasirike. Unasikia kenye nasema? Aanze kusema enda kabisa, niadhi vio. Nimesikia nikiambiwa ni address that issue. Niadhi akamwikilia ngoma vio. Wanamchukua na anachukua nyota, kisha wanarudia huyu mwenye ameachwa. Na kumtesa na depression. Ni momenilenga hii. Anasume mali ndio kuma dengi kwa imeni. Sume kebiko ni mateka kwende drama tedia.
Singependa hizo marriages ziishe. Mungu anajua hivyo, na sindumu na Mungu awafungulie njia zote za kufunga mianya. Mungu awafungulie njia zote za kufunga mianya. Nimerudia, mmoja the week ulia muhudhu nuogiragwa. Ifu unanisikia? Ulia muhudhu ule ambaye ni weak, huyo ndiye anatakiwa akichukuliwa. Huyu mwenye strong wa kuomba saa 6 saa 9 fasting kukemea shetani, akiachwa anapatwa na machungu, akamruhusia nani? Anaenda kabisa. Lakini naye akiachwa anauawa na depression. Tekate wena munyaka ugekara na kihuhu kiu kia uruvio. Let it go. Na una intercede kwa mwenye anaenda. Intercede tekugani avie. Intercede. Yesu uingie pelele sanjia zangu Bwana, pelele sanjia zangu Bwana, pelele sanjia zangu Bwana. Yesu uingie, siwezi bila wewe Bwana, siwezi bila wewe Bwana, siwezi bila wewe Bwana. Leke wacha ninene wale ambayo mena sia na hikaniu kana hiku na muno hiku then it is mena sia na sia ile tu hiku. Niliweza kusikiza mtu mmoja na ananichekeza sana kwa TikTok. Yeye ana act kama mother in law. So alikuwa na msichana mwenye alikuwa anataka kuoleka. Sasa kila akileta kijana yote anaulizwa huyu mtu sasa akiingia ninauliza mami nimekuletea my boyfriend. Nauliza karibu akiwa amefurahi sana. Anaanza kuuliza ako na ngali? Ameajiriwa wapi? Ako na nini? Akisikia kwamba kuna kakitu ako nayo anachinjiwa kuku. Lakini akiwa anasikia hana kitu, anamwambia eketona ne muthenya ungi ndigikorode ndiko kwa umaskini, anawe upande kwa umaskini. Uthonio cio ndiwe. Ninanenea the in-laws. Yote uli akona mchana. Tafadhali usichukie mwenye ameoleka kwa umaskini. Unapanda mahuhu kila siku ati ugoyagirwo uria wina kanyamu. Yesu uingie peleleza moyo wangu Bwana, peleleza moyo wangu Bwana, peleleza moyo wangu Bwana. Mimi sasa sitawaelekeza kwenye nitawaombea, lakini labda kuna area umesikia hapa mimi nahitaji maombi. Ikiwa wewe ni wa hiyo grupi yenye nahitaji maombi, naomba uinue mkono wako juu niombe na wewe. Sikuombei neema, ninaomba na wewe kung'oa. Lakini ikiwa wewe unasikia uko sawa, weka mikono chini. Usijaribu kujiunga na hao wengine kuwaste my energy bure. Mfalme mkuu, pamoja nami tumeinua mikono yetu juu kwa wale wameelewa neno lako. Na tumesema ndio, you've spoken to us na njia kubwa. Na kila mmoja wetu hakika amejua position yake. Amejua yeye ni wa ufalme wako ama ni wa ufalme ule mwingine. Yeyote ule Mungu wangu
amesikia ako kwa kanisa miaka mingi, amekutumikia, anasema Bwana asifiwe, lakini hajajuana na wewe. Ninaomba Kristo ukakutane na yeye, ukanene na yeye. The Spirit of God, yeye ndiye anafanya conviction. I pray for the Spirit of God right now to do the work of conviction in the mighty name of Jesus Christ. Kuiguithia mundu uyu ati ni mwehia ohoro wa uthingu na judgment. Ninaomba the Spirit of God ashuke juu yetu, ashuke mahali hapa, kwamba atuconvict ya kwamba hatuko katika njia za kwenda mbinguni. Matendo yetu ni mabaya. Mahali tumefika kuna matunda inaonyesha kwamba sisi ni wa jehanamu, ya kwamba tunangojea kuenda kuchomeka milele na milele. Tumepewa chance ya kutubu, tumepewa wakati wa kutubu. Yesu, tumekurudia. Yesu, tumerudi kwako. Baba yetu, tumerudi kwako. Yesu, tumerudi kwako. Tumerudi kwako. Ikiwa unasikia kuna area umerudi nyuma, naomba urudie maombi haya. Sema, Yesu nipokee, nisamehe dhambi zangu zote, nikumbali tena, nitoe katika ufalme wa shetani. Nikumbali Yesu, nikomboe Yesu, nikomboe Yesu, niokoe Baba wa mbinguni. Futa jina langu katika kitabu ya mauti, futa jina langu katika kitabu ya shetani, andika jina langu katika kitabu ya uzima. Kutoka siku ya leo nimekataa shetani, nimekataa shetani, nimekataa kutumikia shetani. Mimi ni wako Yesu, nikumbali tena, andika jina langu katika kitabu ya uzima. Na kutoka siku ya leo nimeamua kukufuata. Na ikiwa umeomba hiyo ombi, useme amen na uishi kwa Yesu, na usikae miguu miwili, moja iko kwa shetani, hiyo ingine kwa Mungu. Ukae miguu miwili yote kwa Yesu, alafu matendo yako ionyeshe kwamba wewe ni wa Yesu. Mfalme mkuu, tena tumeinua mikono yetu juu, maana kuna mbegu simepandwa na ule mwovu shetani. Mbegu kama za hasira, mbegu za uongo, mbegu za bitterness and forgiveness, mbegu zote za senye zimetufanya tuwe watu wa kudeceive the others na kufanya watu wasinjue njia ukweli. Ni kulingana na Matthew 15:13, na kusi Baba yangu ukasingoe kwa mioyo yetu, siondoe ndani yetu, singoe kwetu, singoe kwetu, sisiweko tena katika jina la Yesu Kristo. Pokeeni, pokeeni uhuru, pokeeni mbegu njema, pokeeni mbegu njema katika jina la Yesu Kristo. Jehova Mungu wa Israeli, tuko hapa na tuko wengi. Wengi ni wale already wamepepa magonjwa. Ikiwa unajua kuna magonjwa yenye ulisikia chronic diseases na umepandwa olende, rabo shekeana, magonjwa yoyote ile, maseka tayando, ikiwa uko pale na unaamini magonjwa hii si ya kawaida, ilipandwa wakati ulifungua moyo, kwanza tupu kwa dakika chache, ambia Jehova kusamehe kwa hiyo dhambi yenye ulitenda. Ambia Jehova kusamehe, kisha nitanena neno la ukombozi na uponyaji. Riba bosheke yantoli mamaya, riba tupu tupu tupu. Ambia Jehova kusamehe, ambia Jehova kusamehe, ambia Jehova kusamehe. Rika taraba boyanda katika jina la Yesu Kristo. Mungu wangu, tumetubu dhambi zote na makosa senye tulitenda, unanjua senye tulitendwa na wazazi wetu, unajua Mfalme. Wengi wetu wanateseka kwa sababu ya dhambi za wazazi wetu. Mungu wangu, silifikishwa kwa sisi kizazi yenye tuko wakati huu, na zingine zinasambazwa mbele. Ninaomba from the source, I sprinkle the blood of Jesus Christ, nikifuta dhambi zote. Naomba uwasamehe, kisha unisamehe Yesu, kisha usamehe hawa watu wako Baba, mahali walifikisha magonjwa. I declare it is not my portion, we declare it is not our portion. Hizo mbegu singolewe, hizo mbegu singolewe, za asima, mbegu za asima, diabetes, arthritis, heart attack, rimama, cancer, mbegu and divorce, every covenant yenye iko kupitia kwa damu, I break it now, I break it now, I break it now. I covenant your life
with the blood of Jesus Christ. And I seal you now with the blood of Jesus Christ. And I want to declare to each one of you, as from now, ya kwamba you are new. You are a new creature. We mundu mwero. Marema kurundo igane maadhira. Hata mimi nimekusamehe, narejesha anga yako, narejesha nyota yako, narejesha baraka zako, narejesha kazi yako, narejesha afya yako. Pokeeni. I break every chain. I break every yoke. I break every ancestral link. Mama sheke. Katika jina la Yesu Kristo natangaza freedom. May you receive freedom. Ai, naona mwangaza kubwa. Naona mwangaza ya riba zeke. I want to prophesy to somebody. Ati mahali wazazi wako hawakuenda, wakufika. May you receive the access to reach and go far. Receive that grace. And I declare from now, no limitation. Rikataliba seke. Yantolima maya. Ninafuta hizo maka sama tattoos. Ikiwa uko na tattoo, maka ya mashetani uko kwa masikio na kule kwingine kwenye ulijipeleka wewe, kupitia kwa damu ya Kristo Yesu, kwa mashimo yote kulingana na Hebrews 12, I speak of the blood of Jesus, the blood which speak better things than the blood of Abel. Ikuoshe leo. Wewe ni agano. Naondoa agano zingine zote zenye zimekuhone, zenye zimekulemete, zenye zinanena rejection, zenye libaseke. Yantolima shialabo rimamaya. Kile uliacha kwa mstanga, wale walienda kufanya covenant na michanga, na wale waliokufa, wewe mchanga unisikie, kokote huko wewe ulipokea damu yetu, kokote huko tapika nyota zetu, tapika watoto wetu, tapika kazi zetu. Rimama zeke. Nyinyi mwenye mlikufa mko miongokoma ngomi. Ninanenea wenye waliokufa, wenye wanakaa wakinja kuwasumbua, wakinja wanaletanga magonjwa. We disconnect ourselves with the dead. We disconnect ourselves with the feeling altars. May you be disconnected. Be disconnected now. Uri babayanda. I connect you with the Son of the living God. I connect you with the blood of Jesus Christ. Na ufalme wa mbinguni, ufalme ambao utingiziki, ufalme ambao si wa kushindwa. Pokeeni huo ufalme na muishi kwa huu ufalme katika jina la Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Nimerejesha mali yenu, anga zenu, nyota zenu, and I declare each one of you is blessed. Muyaradhime. Nimeondoa rana kwa wazazi wenu, kwa watoto wenu, kwenu nyinyi. Mumebarikiwa. Ni mughereme, yei mugasire, yei mwake manyumba, mugure migona, mugie ngari, mutonge, muende mbali. Ribabo seke. Wale ambao wana kazi, nimefungua hizo anga. Ingia kwa moja. Rimba moseke teano. Rianto limazika. Rima mamae. I speak healing now. Healing of your body, spirit, and the soul. I speak deliverance unto your body, spirit, the body, and the soul. Na nimewakomboa kupitia kwa damu ya Kristo Yesu, na mimi pia kupitia kwa damu ya Kristo Yesu. Nafunga na kukataa roho ya revenge.
Counter attack setback isione watoto wangu, isinione mimi, sione nyinyi nyote, hata wenye hawakuingia, hata wenye watasikia hii message. Lakini wema na fadhili za Jehova sidumu ndani yetu, sikae na sisi. Nafunga maroho ya revenge, nafunga maroho ya revenge, counter attack yote, magonjwa yenye tulikuwa tumepokea kupitia kwa kufungua mianya ya magugu, ninaituma kusimu, ninaituma kusimu, ninaituma kusimu, na kwa mamlaka Kristo aliyonipa in Matthew 18:18, nimefunga magonjwa yote uko kusimu ina cage. Nimefunga yote ina cage. Nimefunga yote ina cage. Nimefunga yote ina cage. Na ninaiamuliza isiwairudi kwetu tena. Ikae huko, ingonje siku ya harvesting, not siku ya judgment. In Jesus Christ's name, I declare we are free, and we seal the freedom that we have received with the blood of Jesus Christ, Son of the living God. Na kila mmoja wetu aseme niko huru. Pigia Yesu makofi na